Kwa ushauri wangu mimi mdogo, ningeomba kwa mwaka huu uchaguzi kama tungeusitisha ili tuendelee kwanza kwenye muafaka wa taifa kwanza. Kwa kifupi ni kwamba kwa mimi kwa uelewa wangu mdogo juu ya masuala ya kisheria na katiba ni kwamba kwanza tunaambiwa kwamba kila raia ana haki ya kuishi ndani ya nchi yake, tena popote ndani ya nchi yake. Sawa, yeye anachagua yeye mwenyewe kwamba kakae mkoa gani. Hili ni nchi yake. Kwa hiyo yupo huru kuishi. Na ukija kwamba yeye kama tulivyopata taarifa kwamba ana makosa, tena kosa lake ni kubwa, ni la uhaini. Kwa sasa unakaposema kwamba unampa uhuru lakini unamtoa, je, wananchi wamepata kuelewa makosa ya huyo mtu? Sawa, kwamba tumemtoa tu. Je, unamtoa tu bila kuwaelezea wananchi kwamba alifanya kosa fulani na kweli alikuwa katika ni kweli alifanya ili kosa na kosa lilikuwa ni kosa kweli? Kwa sababu hukumu ya uhaini katika nchi yetu ni kwamba anatakiwa anyongwe atakapopatikana na hatia. Je, amekumbwa na hatia au hajakumbwa na hatia? Ndio attention ambayo ipo kwa raia. Na pia swala la kwamba wewe unataka umpe ile hali ya kumpa uhuru lakini untoe ndani ya nchi yake. Hakuna mtu ambaye anapenda kuishi uhamishoni, hata mmoja. Ukiona unaishi uhamishoni, ina maana kwamba kuna kitu kizito sana kimekukumba ndani ya nchi yako, lakini bado nchi yako unafanyaje? Unaipenda, kwa sababu uzalendo automatically sio tu kuzaliwa. Uzalendo huko ndani ya moyo ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo kuishi nje ya nchi, kwa sababu kila nchi ina mipaka yake. Mimi nchi yangu nimeshaizoea. Nimezaliwa Tanzania, nimekulia Tanzania na ninapenda kuishi Tanzania na kuparticipate na shughuli tofauti za kijamii juu ya nchi yangu. Napenda kuiona nchi yangu ikifika mbali, ikiendelea na ikitajwa katika mataifa ambayo ni endelevu. Sawa. Kwa sasa utakaposema mimi leo hii unanitoa naenda kunipeleka huko, hali ya kuwa sijajua je nilikutwa na hatia au sijakutwa na hatia. Hilo moja. Alafu jingine ni kwamba kwa nini nipewe uhuru wa kuhamishwa? Nisipewe uhuru wa kuishi ndani ya nchi yangu na popote ninapoamua mimi kujisikia kuishi? Hapa ina maana kuna tatizo. Ina maana kwamba mimi sipaswi kuwepo ndani ya nchi yangu. Ina maana ninaondolewa ile haki ya kuishi ndani ya nchi yangu. Ina maana mimi tena sio Mtanzania. Sawa? Hiyo sio haki. Haki ni kwamba asomewe mashtaka, ionekane kweli amekosea wapi, na kama hajakosea basi aachiwe huru aishi ndani ya nchi yake. Haya, hawa leo huyu hapa tutampangia hivyo. Je, wale ambao tunasema kwamba wanatekwa au tunatekwa, raia tunaotekwa, kama ikifikia huku kwamba je tunatekwa, hatuna makosa, tunatekwa, sawa, kwa sababu haijulikani makosa yetu, tunatekwa, aidha baada ya kutekwa wengine wanauawa, wengine wanarudishwa wakiwa hawajitambui kabisa, sawa, kwamba je na wao au ili raia awe huru asitekwe na asiishi ndani ya nchi yake, tunamaanisha kwamba jibu sahihi ni kwamba tuhame ndani ya nchi. Ibaki tu serikali kama serikali kimantiki. Kwa sasa, kwa sababu unaweza kukuta kwamba huyu anelilia au huyu anayezungumza kwamba bana watu tusiteke, tunataka sheria ziwekwe chini, serikali isimame imara, simame kidete na haya matukio, itoe matamko, itoe ushahidi, ya watafute hawa watu kinguvu, ikiwezekana wapigwe kama tunavyopigwa sisi ambao tunaokwenda, raia wenzetu ambao wanaokwenda huko mahakamani kusikiliza hizi kesi za Tundu Lissu na mazingira mengine. Kwa hiyo Tundu Lissu ni Mtanzania, asomewe mashtaka yake kwa ushahidi ambao ni fasaha, sawa, na apewe hukumu yake kama amestahili. Kama labda tumeona kwamba amefanya kosa na kweli amekosea, apewe hiyo hukumu, wa Tanzania wasikie, sawa, na kama hajakosea aachiwe huru, aishi huru ndani ya nchi yake. Ni Mtanzania mwenzetu na kila mmoja anamsikiliza yeye kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu. Leo unapotaka kumtoa naenda kumpeleka, basi na sisi tuhame kwenye nchi ili tuwe huru, na sisi hatuhitaji kutekwa, na sisi hatuhitaji kuyaona ambayo tunayoyaona kwenye hii nchi. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sijaona kama ameachiwa huru. Kuachiwa huru kwa mtu ni kwamba awe huru kwenye nchi yake. In short, kwa inavyoonekana, maana sijazungumza kwamba uchaguzi au kampeni za CCM, nimezungumza kampeni nzima. Ina maana nikisema kampeni zote namaanisha kwamba ni kampeni za taifa, na hizi zinazinduliwa na political parties, ambapo tunamaanisha kwamba ni all parties ambao wameparticipate kwenye huo uchaguzi. Watazindua nani zao, kampeni zao, na wataanzisha kampeni ndani ya
taifa, sawa. Kwa hiyo hapa nimemaanisha kampeni zote, sio CCM, sio Chadema, na maanisha wale ambao wameparticipate, kwa sababu Chadema hawaja participate mwaka huu, wamejiondoa kwa sababu wanahitaji reforms, sawa. Kuna ACT Wazalendo, kuna Chauma, sawa. Kwa hiyo na vyama vingine ambavyo ni vya kisiasa ambavyo vimeruhusiwa kufanya siasa kwenye nchi yetu, hawana nguvu. Kifupi, hakuna nguvu yoyote, sawa. Ina maana kwamba inapofikia hatua kwamba leo kuna kesi ya Tundu Lissu, kila Mtanzania anakuwa attention kusikiliza nini kinachoendelea mahakamani juu ya mheshimiwa Tundu Lissu, sawa. Je, amehukumiwa au hajahukumiwa, na kwa nini hajahukumiwa mpaka sasa hivi? Amekutwa na hatia au hajakutwa na hatia? Tatizo ni nini? Kwa hiyo ina maana kwamba hata kama itakuwa ni siku ya uchaguzi zikawa zimekutana, hiyo siku itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu sidhani kama raia wa Tanzania waliokuwa wengi wataenda kupiga kura hiyo siku, kama itajitokeza hiyo hali ambayo unayoizungumza. Wengi watakuwa wanahitaji kutambua kinachoendelea juu ya mheshimiwa Tundu Lissu. Aisoya. Kikubwa zaidi, kwanza niseme, ingawa kwamba time bado haijatutupa, sawa, kwenye hayo masuala ambayo umezungumza, kwa sababu ni maamuzi tu ya serikali, kama dakika 10-20 wanaweza kupangilia mambo na yakenda vizuri. Kwa ushauri wangu mimi, fasi ni kwamba ni kuwasikiliza raia nini wanataka, raia waliokuwa wengi ni nini wanataka, kwa sababu nchi ya kidemokrasia tunasema ni wengi wape. Kwa hiyo sasa serikali ilitakiwa kusikiliza raia nini wanahitaji, alafu baada ya hapo tujue mustakabali mzima wa taifa utakuwa vipi, sawa. Kwa upande wa kesi ya Tundu Lissu, siwezi kuzungumza sana na kutoa ushauri juu ya hii kesi, sawa, kwa sababu niseme ni mambo ya kisheria, na ukiangalia hatujasoma kwenye masuala ya sheria jinsi yalivyo. Lakini kama ingekuwa labda tunahitaji uchaguzi ule ambao tunaohitaji wengi, hatukutakiwa Tundu Lissu kumkamata, sawa, na hatukutakiwa Tundu Lissu kumuonesha ishara yoyote. Tulitakiwa kukaa naye chini before, tangu pale walipoonyesha kwamba hawakutaka kushiriki kwenye swala zima la uchaguzi, wakitoa na sababu zao. Zile sababu tulitakiwa kuconduct na zile sababu, alafu tukakaa nao chini na tukaweza kuwasikiliza raia. Je, hizi sababu zinazotolewa na wenzetu, je, ziko sahihi, na je tunadili nazo, sawa? Na kama zimechukua sura nzima ya taifa hizi sababu, basi tunatakiwa tuziweke chini, alafu baadaye tuje tupate majibu ambayo ni ya kueleweka kwa taifa zima, alafu ndo tunaingia kwenye swala zima la nini, la uchaguzi. Kwa hiyo kama ingekuwa kwa ushauri wangu mimi mdogo, ningeomba kwa mwaka huu uchaguzi kama tungeusitisha, ili tuendelee kwanza kwenye muafaka wa taifa kwanza. Tupate muafaka wa taifa, kwa sababu tunahitaji taifa lenye amani, tunahitaji taifa lenye mshikamano, sawa? Kwa sababu wengi wameshaonekana kuwa hawatamani. Sasa utaona kwenye comment nyingi sana, kama rais anazungumza au leo ukiambiwa mwana CCM amefariki, nenda kajaribu kuangalia matusi yanayowatoka raia. Ni kwamba mtu anamtakia heri ya kifo mtu aliyekufa, mwana CCM yoyote. Akisikia diwani amefariki lakini ni wa chama cha CCM, amefariki mbunge labda alikuwa anagombea ubunge wa chama cha CCM, kila mmoja anamtakia heri ya kifo, na mwingine utaona kabisa kwenye comment mtu ana comment anauliza, kweli amekufa au mnaongopa? Vipi? Mwangalieni vizuri, inawezekana akakimbia huyo. Kwa hiyo sasa hivi vitu na maana kwamba taifa linaenda sehemu mbaya. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kusikiliza raia. Tupewe tungepata, yani hata kama ndio tusema kwamba taifa letu lina katiba, sawa, katiba yake kwamba ikishafika miaka 5, ikishafika muda wa uchaguzi, lazima uchaguzi ufenyeje, upite sahihi. Lakini sasa tumeshavunja sheria ngapi za katiba kwa vitu ambavyo ni vya manufaa ya watu binafsi na sio vya taifa. Kwa hiyo ipo nafasi kumbe ya kuvunja ile swala sehemu ya katiba, sawa, tukaweza kusikiliza wananchi, sawa. Kwa hiyo kwamba ipo nafasi, kama tunapata nafasi ya kuvunja sehemu ya pati ya katiba tukajinufaisha, sawa, basi pia ipo nafasi naamini ya kuistopisha katiba
kwenye kile kipengele cha uchaguzi. Ukifika muda wa uchaguzi, sawa, lazima uchaguliwe. Ipo nafasi pia ya kuweza kukandamiza nafsi zetu, tukasikilizana na tukapata majibu ambayo tunayoyaona kwamba yatakuwa yenye muafaka sahihi kwa hatima ya taifa, kwa minasabu kwamba au kwa minajili ya kuwa kwamba tulishaona ipo nafasi ambazo zinavunjwa za kikatiba, sawa, kwa manufaa ya baadhi ya watu. Kwa sasa haya manufaa ya wachache yawekwe kwanza pembeni, tutake sasa manufaa ya taifa. Kwa hiyo tunakandamiza nafsi, tunaacha kile kipengele, tunaenda kutengeneza mfumo ambao utakuwa na manufaa kwa taifa zima, ambao wananchi wanauhitaji kwa sasa hivi kulingana na wakati tulio nao. Kwa hiyo muda haujatutupa mkono, bado ipo nafasi ya kufanya haya yote ili kupata suluhisho sahihi la taifa. Kwa sababu tuliko kwa sasa hivi inaonekana wazi kwamba taifa lipo kwenye mgogoro na msuguano mkubwa kati ya serikali na wananchi. Serikali inahitaji ifanye uchaguzi, lakini wananchi wanaonesha bado hawako tayari kufanya uchaguzi mwaka huu, bali wanachohitaji wao yafanyike marekebisho, na tena sio amendments, kwa sababu tukisema marekebisho ni zile amendments kwamba party ya constitutions inabidi ifanyeje, iondolewe ili au iwekwe peji nyingine, au tuseme tuweke maneno mengine. Yani amendments tunamaanisha kwamba tunafanya marekebisho kwenye ile constitutions which we have in our country, lakini kinachotakiwa is not amendments, but tunachohitaji au wanachohitaji wananchi kwa sasa ni revolution, au ni kupata kwa new constitution in our country, na kupata kile ambacho wanachostahili au wanachokihitaji kwa sasa hivi au wananchi. Kwa hiyo wasikilizwe, tusije tukaenda sehemu mbaya. Mwananchi sio mtu wa masiara, kwa sababu hata sisi tukisema leo hii government inafanya hii au inasema kwamba inakandamiza wananchi wasiwasikilize ili upite huo uchaguzi kama vile ilivyoada kwenye katiba, lakini hawa tunaosema kwamba hatuwasikilizi ndio tunaotaka kuwaongoza. Au unataka kumuongoza nani? Unataka kujiongoza mwenyewe? Hapana. Ule unayemuongoza anasema anataka hiki, wewe ambao unataka kuongoza unataka hiki, ni lazima umsikilize unayetaka kumuongoza, kwa sababu yeye is a voice of a country, is not you. All citizen in our country is a voice of a country. Sawa. Kwa hiyo kama kama government imeamua kwamba iende na yale matakwa yake, tunaenda kuwakosea hawa sauti ya taifa. Kwa hiyo cha kuomba hapa ni kukandamiza kwa mwaka huu. Sawa, tumetumia gharama huko before, kwa sababu gharama tunazitumia kwa sababu ya hizi kampeni, sawa, lakini kuna vitu tukisema kwamba leo hii labda mwananchi anahitaji katiba, sawa, tunafanyaje ili ipatikane katiba? Kwa sababu tumeshajaribu kuunguza hela huko kwa ajili ya uchaguzi, tayari tumeshaziteketeza pesa kwa sababu ya uchaguzi, sawa, lakini na wakati huo tunataka tuziteketeze tena pesa kwa sababu ya nini? Ya katiba. Lakini ni mwananchi mwenyewe ndiye anahitaji iko kitu, hata kama wewe utaziteketeza hizo pesa kwa niaba yako. Ni pesa nyingi ngapi ambazo zinapotea kwenye taifa letu kwa vitu ambavyo sio kwa ajili ya mwananchi, sawa. Na pia tukiona huko ipo katiba ambayo mwananchi anaitaka, ambayo tayari iko ready, imeshafanywa kila kitu. Kwa kilichobaki ni sauti tu ya wananchi pamoja na wabunge kuitana dakika 12 20 wakaweza kuipitisha na vitu vikaenda. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ambavyo kwa mwaka huu mimi ninaviona tungejaribu kuvunja mioyo yetu. Serikali kuiomba ingevunja, ikipiga moyo konde, sawa, tukafanya vile kama vile tunavyoamwaga kuipiga katiba ili kwa maslahi yetu, ili sasa tunataka iwe kwa maslahi, tunapiga moyo konde kwenye katiba, sawa, ili iwe ni maslahi ya taifa zima, ili tuweze kudumisha kile ambacho sisi tunacho, ambacho kinasifika duniani. Tanzania is a heaven over the world. Kwa hiyo sasa hii heaven iendelee kubaki kuwa heaven, sije baadaye kaja ikachange, tukaanza kuona sura nyingine. Tunaenda kufanya uchaguzi halafu sasa kila mmoja yuko sawa, tunajiandaa kama tunavyosikia mama anasema kwamba tumejiandaa. Ina maana kwamba maandalizi yaliyopo ni ya kumpinga tu raia, sawa, kwamba tumejiandaa kisawasawa, yeyote atakaye amua kufanya vurugu, sawa, atakiona cha moto.
ina maana kwamba huyu ni raia na anachokipinga ukikiangalia kwamba inawezekana kikawa kina msingi. Tumsikilize kwanza kabla hatujawaandaa hao watu kwenda kumpiga huyu raia. Na huyu mpigaji uliyemwandaa na yeye katoka kwenye hizi pati za raia, kwa sababu polisi amezaliwa na mimi na wewe. Mimi ni kaka yangu, wewe ni mjomba yako, na mwingine ni mwanae, umeelewa vizuri. Kwa hiyo sasa unawaandaa watu sasa waanze kugombana wao kwa wao, kwa sababu kutokea ugomvi hapa baina ya polisi na wazazi wao. Sawa, ulinipiga bakora mwanangu, kuanzia leo mimi sina radhi na wewe. Ulimpiga ndugu yako siku ile, sina radhi na wewe. Wapi tunaenda? Tusikilizane. Taifa ni la kwetu sote. Waliopigania uhuru wakati kuanzia wakati wa Mjerumani ni wazazi wetu, ni babu wa mababu zetu sote, sio mmoja. Kwa hiyo sasa mpaka tunalipata ili taifa linakuwa ni la kwetu, tunakabidhiwa kutoka kwenye mikono ya Mwingereza. Watu walifunga kihistoria huko na tukiangalia watu walifunga ili walipate taifa, kina Nyerere, sawa, walifunga, watu walipambana, sawa, mpaka tunakuja kupata taifa letu ambayo ni leo tunajidai nalo, tunakaa kama hivi, tunazungumza kama hivi. Ni kwamba watu huko nyuma walipambania, ambao ni wazee wetu, babu wa mababu zetu, walipambana kwa niaba ya hili taifa. Na nukuu moja ya hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, alisema kuwa katiba ambayo wanachadema wanaipigania, wananchi wenyewe ambao ndo wamiliki wa hiyo katiba hawaifahamu nini katiba. Wengi wao hawajui nini katiba. Labda kwa mawazo yake au kwa ushauri wake kwamba kwanza wananchi wangeweza kuifahamu nini katiba alafu ndo waombe mabadiliko. Kwa kutokana na kauli hile ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, labda kuna ukweli wowote? Nakumbuka miongoni mwa interview ambazo zilizopita uliwahi kusema kuwa katiba hii ambayo tuko nayo ilikuwa ni kwa niaba ya Watanzania wengi ambao hawafahamu au hawajasoma, lakini kizazi au generation tulionayo kwa sasa wengi wamesoma. Sidhani kama kuna haja ya kuibadilisha katiba hii kwa vile pamoja na kwa generation wanasema wamesoma. Je, swali linakuja, katika hali yao hiyo ya kusoma wanaifahamu katiba? Asante sana. Niseme asante kwa swali lako. Iko hivi, generation tulionayo kwa sasa hivi inafahamu katiba. Tulikuwa na generation ambayo hata kitu uchaguzi ilikuwa haijui. Na hata kama ingekuwa inajua kwa kipindi hicho, hiyo generation ambayo hiyo katiba ambayo tulionayo, sawa, ni generation ambayo ilikuwa siku ya uchaguzi mkuu anaenda mtu hajui kusoma wala kuandika. Anafika pale anakuambia mimi namtaka huyu. Ina maana hata kitendo cha kuweka pata anaweka msimamizi. Kama nitakuwa ninaongopa Tanzania wenzangu wataniambia. Anaweka pata msimamizi. Kwa hiyo ataamua yeye msimamizi ni yupi atakayekuwa amemwekea pata. Sawa? Hiyo ndio generation ya hii katiba tulionayo. Generation tulionayo wengi walitoa maoni kwenye katiba ya rasimu ya Warioba. Mama Samia ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo katika hili swala sakata la hii katiba wakati inatengenezwa kwa kipindi hicho. Ni shahidi na yeye mwenyewe anajua. Na Mheshimiwa Warioba alifanya kazi, alipita mpaka vijijini na wana vijiji na wananchi wa nchi hii ya Tanzania wakatoa maoni. Nafikiri hata wilaya ya Mafia walikutana pale Lizu na wakatoa maoni yao, vijana wazee, sawa, wakatoa maoni yao waliokuwa nayo juu ya katiba inayoenda wanayoiendea. Kwa hiyo hili swala la kwamba wananchi hawajui, hawafahamu katiba ni nini, naomba tuliweke pembeni. Haliko hivyo. Wananchi wanafahamu katiba na wanaijua vizuri.